shilingi bilioni 2 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ofisi ya halmashauri ya wilaya ya Kyela kutoka serikali kuu. Kiasi hicho cha fedha kimepokelewa na kuingizwa kwenye akaunti ya halmashauri katika awamu mbili. Katika awamu ya kwanza, kiasi cha shilingi bilioni 1 kilipokelewa tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2025. Awamu ya pili kilipokelewa na bilioni 1 23. Awamu ya pili kiasi cha shilingi bilioni 1 kilipokelewa tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2024. Gharama za mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, gharama ya ujenzi wa jengo la ofisi ya halmashauri ya wilaya ya Kyela shilingi bilioni 3 na milioni 800 na milioni 800 katika awamu ya kwanza tumepokea kiasi cha shilingi bilioni 1. Katika awamu ya pili tumepokea kiasi cha shilingi bilioni 1. Mfumo wa ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa mradi unatekelezwa kwa mfumo wa traditional contract kwa kutumia mkandarasi Blumark Real Estate Company Limited kwa usimamizi wa mhandisi wa halmashauri ya wilaya ya Kyela kuanzia tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2024. Utekelezaji wa mradi huu hadi sasa uko hatua ya ujenzi wa nguzo ya chini, sakafu ya juu, first floor slab. Fedha iliyotumika ni shilingi milioni 746,723,970 ambapo asilimia utekelezaji wa mradi ni asilimia 45. Changamoto katika utekelezaji wa mradi. Changamoto ni mfumo wa malipo MUSE. Changamoto ya pili ni kuchukuliwa kwa mfuko mkuu wa serikali kuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, unaweza ukajionea kabla hujakagua mradi, lakini ukifika hapa unaweza kuona hatua kubwa ambayo imepigwa kwenye mradi huu wa jengo hili la utawala la halmashauri ya wilaya ya Kyela. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais katika mradi huu. Mara ya kwanza tulipokea kiasi cha shilingi bilioni 1 na mara ya pili tumepokea pia kiasi cha shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kutekeleza ujenzi huu wa jengo la halmashauri. Utakumbuka Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya wilaya ya Kyela ni mawahifadhi katika majengo yangu kwa maana ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona ni vyema na wao kama halmashauri wakawa na ofisi zao. Kwa hiyo tuko kwenye mradi ambao ni mradi wa jengo la halmashauri ya wilaya ya Kyela kwa maana ya jengo la utawala. Hapa ndiko watakapohamia kwa ajili ya kufanya shughuli zao za kuwaletea maendeleo wananchi wa wilaya ya Kyela. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni shukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na mama mchapakazi, mama jemedari Dr. Samia Suluhu Hassan. Hizi zote ukiona hapa tunaongelea bilioni 1, bilioni ngapi, ni hela ambazo zimetoka serikali kuu. Hii yote ni kuonyesha ni jinsi gani Mheshimiwa Rais anatamani wananchi wa wilaya ya Kyela waweze kupata maendeleo kwa haraka. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe ni shuhuda wa kushuhudia mambo makubwa ambayo serikali ya awamu ya 6 imefanya hapa katika wilaya yetu hii ya Kyela. Na huu mradi ni mmojawapo wa mradi ambao sisi wana Kyela tunajivunia kuwepo na jengo hili, na tunaamini litakapokamilika jengo hili litakwenda kubadilisha sura nzima ya wilaya ya Kyela kwa sababu litakuwa ni jengo la kisasa ambalo Mheshimiwa Rais ametuletea. Ndio maana sisi wana Kyela tunasema hatua kwa hatua na Dr. Samia kwa sababu maendeleo tumeyaona. Chama cha Mapinduzi kwa kazi nzuri anaifanya na atendea haki wa Tanzania. Mama Samia hoi. Mimi sitakuwa na maneno mengi ya kuzungumza kwa sababu nilipokuja mara ya kwanza na sasa hivi the big changes. Yani changes ni kubwa mno. Hongereni sana. Kuna kitu ambacho kinanichanganya kidogo na nataka kupata clarification kutoka kwenu kwamba mmepata bilioni 2 lakini hela iliyopokelewa ni milioni 700 na ngapi sio? Iliyotumika milioni 700 basi, lakini katika changamoto hapa mmezungumzia mifumo ya MUSE sijui. Sasa nataka kuelewa sasa ile iliyoingia halmashauri au iliyoingia kwenu watu wa kandarasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda niwasaidie hapo. Hela inaingia halmashauri ya wilaya ya Kyela na mkandarasi anavyotekeleza huu mradi anakuwa na raise certificate, analipwa kulingana na jinsi ambavyo wanafanya kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli hapo unaona tumepokea kiasi cha shilingi bilioni 2 kutoka serikali kuu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani unakumbuka upatikanaji wa eneo ulipokuwa ni changamoto. Kwa ile hela ya mara ya kwanza bilioni 1 pamoja na kwamba mkandarasi alishaanza kufanya kazi, ile hela kwa masikitiko ilivutwa kwenye mfumo kwa sababu ilikuwa ndani ya mwaka ule wa fedha. Kwa hiyo hela ilivutwa. Kwa baadaye hela ya awamu ya pili serikali imetuletea bilioni 1 ndio ambayo hii tunaifanyia kazi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. CCM oye. Unaona bwana, sasa kumbe mna bilioni 1 sio bilioni 2. Serikali inahesabia imeleta bilioni 2. Tuwezi kusema bilioni 2 kwa sababu tupokea bilioni 1.
CCM oyee. Wala bwana ndio hicho kwa kusema, lakini vinginevyo kazi nzuri, hata kiangalia viwango vizuri. Hii kampuni ya rafiki yangu mmoja namfahamu sana, tulikuwa tunafanya biashara, sasa hivi ni mtu mkubwa kidogo. Bwana Bondeni, hii mradi ni mkubwa kwenu, ni haki yenu kulinda vitu vyote ambavyo viko hapo. Kwa sababu kuchelewa ni pamoja na kuwasaidia kulinda. Pamoja kwamba kampuni ya ulinzi wanayo, lakini sisi wenyewe tuwe mbele, tujivunie kwamba Bondeni pekee ndio kata ambayo ina miradi mingi kuliko vitu vingine vyote. Nimemsikiliza mwenyekiti, nimemsikiliza diwani, mheshimiwa diwani, naomba kusaidie. Hiyo sasa ni mahusiano yenu nyinyi na watu wa kampuni. Mkija mkiwaomba wakiwasaidia ni sawa sawa, lakini sisi kama chama hatuwezi kusema kawasaidieni Bondeni kujenga madaraja, kawasaidia Bondeni kufanya kitu kama tutakuwa tunaingilia maslahi mapana ya kampuni. Lakini vinginevyo nawapongeza sana, na imani tukija tena sasa hivi majamvi yote ya juu yatakuwa yashakamilika. Na imani kwamba hela zikipatikana na uwezo mkubwa wa kampuni hii, 27 ni mbali, na 27 bado nitakuwa mwenyekiti Juni, labda mwezi wa 10 nitakuwa nimeondoka, lakini 27 Juni nitakuwa mwenyekiti. Naomba nije kwa kuingia ndani na mimi nitie kitabu cha ugeni kwamba na mimi nilishiriki.